fact jana kweli watu tulikamatwa. Mimi na Mchome. Mimi walinikamata kimakosa. Mchome ndo mwenye shida, ndo mwenye kesi, sio mimi Dr. Mohamed. Mimi sina kesi yote. Bwana mtazamaji wa Kawabe Media, hapa ndipo sehemu sahihi ambapo unaweza ukapata taarifa mbalimbali za kimichezo na unaweza ukaburudika kwa kuzipata taarifa mbalimbali za kimichezo. Kijana wako Ernest Singano, Mike mikono salama kabisa. Nipo na Dr. Mohamed Hamis. Kubwa zaidi ni kwenye kile ambacho kimetokea jana. Kubwa zaidi, unajua mbilinga kwa binadamu ni jambo la kawaida sana. Dr. Mo, taarifa zimetoka ya kwamba wamekamatwa na polisi, yeye pamoja na mshabiki mwenzake wa Simba Mchome Mapovu. Kubwa zaidi, baada ya kutoka ni nini ambacho kimejiri? Tatizo lilikuwa ni nini? Tupo naye mwenyewe atuelezee. Upo vizuri Dr.? Poa, niambie. Shwari, mbona unaanza kufurahi? Unajua waandishi wa habari vitu vidogo mnataka kuvikuza vinakuwa vitu vikubwa. Ndio shida hiyo, ndio maana nimeguna. Kwa sababu swala la kukamatwa mtu ni swala la kawaida sana. Kwenye maisha ya binadamu, unaelewa? Na in fact jana kweli watu tulikamatwa. Mimi na Mchome. Lakini mwisho wa siku mimi nikaachiliwa sababu ni shtaka ambalo mimi alinihusu. Kwa hiyo nikaonekana sina hatia dhidi ya shtaka hilo. Kwa hiyo mimi nikaachiliwa, yeye ikabakia. Kwa hiyo sasa ni serikali dhidi ya nani? Dhidi ya Mchome ndio ambako wamebaki naye. Baada ya kukamatwa wewe kupelekwa huko ambapo umepelekwa Dokta, kubwa zaidi wewe tatizo lako ambalo umefika kule wanalolizungumzia wale lilikuwa ni lipi? Mimi walinikamata kimakosa. Kwa maelezo ya mpelelezi mkuu ni kama mimi nilikamatwa kimakosa. Kwa sababu alinikuta na mtuhumiwa ambaye ni huyo Mchome. Ndio maana wakatukamata sote. Kwa hiyo Mchome ndo mwenye shida, ndo mwenye kesi, sio mimi Dr. Mohamed. Mimi sina kesi yote. Kwa hiyo baada hapo mimi nikaachiliwa kuendelea shughuli zangu, nikaelekea kwenye hamasa basi mpaka jioni maisha kama yameendelea. Kwa hiyo ndo anabaki na hilo shtaka na mkabili pale jeshi la polisi. Dokta, hisi mara moja na kutokea, pengine kwangu mimi ni mara ya pili sasa polisi wanakukamata. Kuna siri gani pengine wewe kuingia kwenye hizi shutuma ambazo unakuwa unakutwa nazo? Mara ya kwanza nilikamatwa ilikuwa mimi ndo nimehusika. Nilikamatwa Spadom Masaki kama unakumbuka. Nilishtakiwa. Na ni kweli ukiwa na kesi ukishtakiwa lazima ukamatwe. Lakini mimi sikuona kipindi kwa sababu siku ya kunikamata kwa sababu walikuwa na uwezo kunipigia simu, nikafanyaje? Nikaenda kwenye chombo husika cha ambacho kwa sababu wananijua, hata leo nishtaki anajua mpaka napokaa. Anafahamu mimi nani. Kwa hiyo nilikuwa nimeshtakiwa. Kipindi kile akamatwa Spadom kuna uzinduzi wa jezi. Hii ya jana ilitokea tu mimi na Mchome walinikamata kimakosa. Kwa sababu walinikuta na mtuhumiwa wao, ndio maana wakaamua kuondoka pia na mimi. Kwa hiyo nilipofika Central Police baada ya kuzungumza na mpelelezi mkuu nikauliza mimi na kosa gani mpaka nimekamatwa. Ndio kaanza kutoa maelezo na ikaonekana mimi pia sina hatia juu ya shtaka ambalo lilopo pale Central. Ndio maana mimi nikaondoka, Mchome akabaki mpaka leo. Dokta, pengine tulikuwepo jana kwenye eneo la tukio. Ulitualika miongoni mwa waandishi ambao twende kwenye ile event ambayo kuna kitu ulikuwa unataka uende ukakitangaze. Mimi nilikuwa ni mmoja wapo pale. Lakini kabla ya kufanya interview ndipo akatokea wale wapelelezi. Comment mbalimbali kwenye mitandao za kijamii tumeziona kwamba ule ni mpango ambao umeandaliwa kukamatwa kwa Mchome Mapovu. Unaweza ukatoa neno kidogo kwenye hili kwamba watu wanaamini ni mpango ambao umeandaliwa, ni kama movie imechezwa ikaandaliwa bana itafanyika hiki na hiki na hiki? Kuna uhalisia wa hiki watu ambacho wanakiongea ama hizo comment za watu ambazo wanaziongea? Hapana, hakuna mpango. Tena haswa ni kuhusu wewe binafsi. Hakuna mpango wote ambao uliandaliwa dhidi ya Mchome Mapovu kukamatwa. Na wengi wamekuwa wamekihusisha mimi kwamba nimemchoma. Sasa najiuliza swali, nimemchoma kwa kipi? Yaani Mchome ana kipi ambacho mimi ni Mchome nacho? Yaani sina sababu yote mimi kumchoma Mchome. Sio nzuri? Kwa sababu yeye ana maisha yake, mimi na maisha yangu. Anafanya vitu vyake, mimi nafanya vitu vyangu. Hatufungamani kwa sehemu yote. Unaelewa? Mimi nilifuatwa na mtu Instagram kama unavyoona nafuatagwa. Sahihi. Bwana Dr. Mo, mimi nakufuatilia. Page yako inafuatiliwa sana na mimi naifuatilia page yako. Nitumie dashboard ya page yako. Nikamtumia dashboard ya watu milioni 95 kwa mwezi. Impression kubwa sana hiyo. Unaelewa? Nikamtumia huyo bwana alinifuata Instagram DM. Aione dashboard yako. Sasa una impression kubwa sana. Nahitaji tufanye tangazo. Kwambia karibu. Unaelewa? Akaniambia tangazo lenyewe tangazo la kutangaza maji. Kuinfluence watu wafanyaje? Wanunue maji, watumie maji. Sasa Dar es Salaam imekuwa joto na sisi tuna maji yetu. Sasa tulisema kampuni lakini naifasi. Kwa hiyo tukakubaliana pesa.
akaniambia njoo sehemu fulani, nikaenda kuonana naye hoteli fulani. Mbona ni Magomeni ulikuwa? Kabla pale. Ilikuwa jana yake. Sahihi. Nikaenda kukutana naye Mikocheni, tukaonana, tukazungumza, tukakubaliana kwamba hii tangazo natulipa kiasi kadhaa. Na akasema hii tangazo nataka mfanye na Mchome. Nikamwambia Mchome siwezi kufanya naye tangazo. Umeelewa? Kwa sababu address yake ile kuja nayo kwenye Simba tofauti na kwangu mimi. Umeelewa? Akasema hapana, naomba ufanye tu kwa sababu ya kibiashara, ufanye naye kwa sababu itaita nini? Nataka ukamprove wrong kwamba wewe sio shabiki wa Simba, wewe sio shabiki, yani mbushane ile mtu ambaye ulianza nao. Yes, mbishane kuvutana. Umeelewa? Afu baadaye wanaambia bana, poza hasira zako kwa kunywa maji safi na salama kutoka kampuni hii hapa. Ndio ilikuwa script ya tangazo. Mimi nikapewa hela. Bana mtumie hela nauli hapa na wewe nauli hapa kufika kwenye eneo. Tukapanga budget ya waandishi wa habari. Tukapanga na vyombo ambavyo tulikuwa tumevihitaji. Tukapanga, akanipa advance ya waandishi wa habari na akanipa hela kwa ajili ya kulipia venue. Kwa hiyo eneo la tukio. Kwa hiyo mimi nikatia mfukoni. Kwa hiyo baada ya kurekodi tangazo pale tunaingiziwa cha kwetu. Nikamwambia Mchome, bana Mchome kuna kazi moja mbili tatu tunaweza kufanya. Akasema sawa mimi nafanya. Nikamtumia hela. Na muamala upo hapo na simu nao. Na mpokea ndio basi kesho mapema njoo. Nikawataarifu waandishi wa habari na wewe pia ni mmoja wa waandishi wa habari ambao niwaita ili tufige hilo tangazo. Basi mimi asubuhi mapema sababu nilikuwa na ratiba kwenda kwenye hamasa. Nikasema nikipiga mapema basi nitawahi kumaliza niondoke. Basi tukawaita waandishi wa habari kule ile eneo. Tukamsubiria alipofika, tunafanya setup kabla tujaanza, tunafanya demo kabla tujaanza kurekodi. Ndio wakajitokeza watu ambao wajitambulisha ni askari kutoka jeshi la polisi, wakawa kiraia. Mimi nikabishana nao pia, wakaonyesha pale kitambulisho. Kwa hivyo nilionyesha kitambulisho, sikutaka kubisha. Kajua kweli hawa ni askari, sio watekaji kama ambavyo notion za watu ambao zinazoeleka. Kajiridhisha kwamba kweli ni askari kwa sababu walikuwa na kitambulisho. Basi wakatukamata pale, wakatutia kwenye gari. Safari moja mpaka Central. Kwa kufika Central ndio ikaonekana kwamba mimi sina kosa. Yaani shtaka ambalo lipo kule jalada ambalo limefunguliwa hao ambao wameshtafungua kesi huko Central. Mimi sihusiki nalo shtaka. Anayehusika nao nani? Mchome. Kwa hiyo ndio maana Mchome akafanyaje? Akabakia. Kwa hiyo mkuu wa upelelezi akaamua mimi niachiliwe kwa sababu sihusiki na chochote. Kwa hiyo nikaomba samahani, bwana samahani tumekamata kimakosa, tusameane na nini. Kanielewesha taratibu za kipolisi. Unawaambia nini ambao wanakushtumu kwenye hili kukamatwa kwa Mchome sasa na sababu ambazo umeelezea hapo kwamba usiku? Nini ambacho unawaambia? Mwenyezi Mungu amekataza dhana. Dhana ni mbaya. Unajua siku ya Islam dhana ni dhambi. Kwa hiyo sio napenda kushtumu watu kama ukweli hawaujui. Mimi ndo najua ukweli. Na ndio nilikuwa kwenye tukio na wewe mwenyewe ulikuwa kwenye tukio. Uliona kilichotokea. Umeelewa? Ndio maana kuna wakati mwingine watu wanaweza kukamatwa 20, wakafikishwa polisi, wakaachiwa 15, wakabaki 5. Unajua kuonaga? Kwa nini? Ni taratibu za kipolisi, hawa tu wakamata kimakosa, wanawaachia, wanasamani bwana nyewe amhusiki tunabaki na hao. Ndio hicho tokea jana. Sio nzuri. Lakini hiyo ya Spadom Masaki ilikuwa inanihusu mimi. Mimi ndo nilikuwa ndo mtuhumiwa ambaye nilifunguliwa shtaka. Unaelewa? Yes, kwa jana mimi sihusiki kwa chochote na wanaonifikiria na wanaoniataki waacha mara moja kwa sababu tunakoelekea tutaanza kupeana vidhibitisho kwamba wanaenda kufungua kesi. Kwa sababu unanishtumu, unanitengenezea wadui na watu. Umeelewa? Unaanza kuniambia mimi nimemchoma mtu fulani. Nini maana ya kumchoma? Hivi nikuulize swali, jeshi la polisi kimtaka Mchome na mkosa? Wakiamua kweli. Yaani wakiamua kumtafuta Mchome wanamkosa? Of course nguvu wanazo. Wanaweza wakamkosa. Jeshi la polisi kiamua kumtafuta mtu yote hapa Tanzania, nani ambaye anamkosa? Hakuna. Hakuna. Mimi mwenyewe nitafuta siku ngapi tu ikanipata Masaki. Nimeenda kwenye event yao, natoka nje wala unaitwa nje, kutoka nje wala wazee yao. Defender kama zote. Kwa hiyo wakitaka kumtafuta mtu wanampata. Unanielewa? Yes, kwa sababu ukishakuwa mtuhumiwa lazima no excuse. Lazima uwe responsible. Umeelewa? Na hao wanaosema Mchome nimemchoma mimi. Ina maana walikuwa wataki akamatwe, si ndio? Walikuwa hawataki akamatwe, si ndio? Swali akamatwe nani? Yaani nani ambaye anatakiwa ndio anakamatwa? Umeelewa? Swali langu. Kama wewe unalia ndugu yako akustahili kufa, unataka ndugu wa nani afe? Kama wewe si unanielewa vizuri? Hapo nimekusoma. Yes. Kama
Hawa maana yake walikuwa wanaweza kumficha mhalifu. Mchome na kesi ni mtumiwa. Kwa nini asikamatwe? Si mhalifu. Kwa nini asikamatwe? Wewe unasema umemchoma, maana yake ulikuwa na nia ovu ya kumficha mwanani? Mhalifu. Umeelewa? Unakuja kuniataki mimi, una ushahidi kama mimi nimehusika. Nikija kukuambia okay, kuna Kevo na muonya Kevo. Dokta? Kevo na muonya. Asiwe anapenda kuingilia vitu vingine huwa vingiriki. Kuna mambo mengine ni mazito. Asiwe mjuaji sana. Unajua ukiwa mjuaji sana wanasema ujuaji mwingi mbele kiza. Yaani sio kila jambo wewe unataka kulishadadia. Unaelewa? Kwa sababu hujui kuna nini nyuma yake. Sasa akome kuwataki watu ovyo. Nimeona ameniposti na kamposti, hajui chochote. Hajui chochote. Inaweza kumletea shida. Mwambieni. Inaweza kumletea? Kwa sababu unaniataki mimi nimemchoma Mchome. Ina maana uko unataka Mchome akamatwe, si ndio? Kwa nini unataka Mchome akamatwe na kati jeshi la polisi ndio linamhitaji? Sahihi. Sio nzuri. Unakuelewa? Na lakini unawaka gani mimi ndio nimemchoma? Ushahidi unao. Ushahidi unao, unaweza kudhibitisha watu kwamba huyu kweli Dr. Mo kahusika. Ushahidi unao? Nimehusika, nimepanga na nani? Lini? Wapi? Saa ngapi? Kama watu tutaenda kueleza. Hivi nikikukamata wewe bwana mkuu, jeshi la polisi na mleta huyu bwana bwana athibitishie, sababu ananichafua huko mtaani kwa mimi nimehusika jambo fulani. Naomba athibitishe ushahidi. Anaweza kuthibitishia watu. Ajiepushe kwa vitu vingine ambavyo havina logic na wala mantiki. Unaelewa vizuri? Mchome ni design wa shabiki wa Simba ambaye kwako binafsi unamchora ni shabiki wa aina gani? Ile sio shabiki wa Simba. Ni shabiki anayevaa jezi ya Simba. Ila sio shabiki wa Simba. Unaelewa? Jezi ya Simba hata wewe mwandishi unaweza kuvaa. Lakini inamaanisha ni shabiki ambaye amekuwa akikosoa Simba, akichafua viongozi wa Simba, akisema ameshawahi kunihusisha paka na mimi. Kuna clip moja ametoa Mchome hapa juzi hapa. Kanihusisha paka na mimi, nikampigia bwanangu, hii clip umeofanya, kwa nini usingefanya kwako bila kunihusisha na mimi? Mchome ashaambia watu mimi natumika, nalipwa pesa kuwachafua viongozi wa Simba. Ushahidi nao. Nikamfuata wewe ndugu yangu, kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini usiongea kwako kama unatafuta jina kupitia jina langu mimi? Kwa nini usizungumze mengine sio haya kuchonganishana? Hawa wakisikia hawa kwani kama mtandetea shida wakinishtaki. Anasema kabisa mimi na ushahidi. Dr. Mo anapewa hela, analipwa hela ili aweze kuwachafua viongozi wa fulani. Mimi alinikosea siku ile, lakini kwa sababu mimi ni muungwana, mstaarabu, nikafunika kombe mwanadamu. Lakini nilimtumia mpaka video, nilimtumia WhatsApp na maelezo kibao. Nilimtumia kama unabisha mimi kusomea hapo. Nichukue simu yangu nikusomee nikuonesha na ushahidi. Ni mabara hii video ilotuma kwangu mimi itaniletea shida. Ukalimu umefanya clip na hii. Umesema Simba imefanyaje, imeathirika, si imefanyaje, haina hela viongozi wake. Alafu ananitajia mimi Dr. Mo na ushahidi. Dr. Mo anatumika alipoa na nani? Muamara huo upo? Unao? Nikikuita sehemu usipitishe utaweza? Kwa hiyo watu waache kuzushiana maneno. Sasa mimi nikiongea vitu naongea vitu kwa fact. Dr. ni wazi ni funzo hili kwa wale ambao wana klabu yao lakini pia wanaizungumzia vibaya kupitia yeye. Ni funzo kubwa. Ni funzo kubwa. Unaweza ukatrend kupitia. Kwani mimi nimejulikanaje? Mimi nimejulikana sio kwa kuiponda Simba wala kwa kuiponda Yanga. Mimi nimejulikana kwa sababu nilikuwa nachambua mpira. Shabiki ambaye ana uwezo mkubwa kuchambua. Nikajulikana. Kwa unaweza ukachagua engo yako nzuri ya kuelezea tu mifumo ya soka. Ukajulikana. Unaweza ukachagua engo yako ya kusifia klabu. Ukajulikana. Kwani wale wajulikana wote wajulikana kwa mabaya? Kwa hiyo engo aliyochagua si engo nzuri, kwa sababu Simba ni klabu kubwa ina mashabiki milioni 40. Sasa klabu hii anapotokea mtu anataka kuidogosha, kuichafua, kuisemea mabaya, kuna watu mioyo yao ni mifupi, ni midogo. Hawana simile. Anaweza kukupiga akafanyaje, unaelewa? Kwa hata yeye mwenyewe kiusalama maisha yake anajihatarishia usalama wake, kwa sababu watu hujua na wazalini kwenye mioyo yao. Unaelewa? Brother, Simba kwa mfano unaona Mchome angekuwa anavaa jezi ya Yanga, nobody cares.
kusingekuwa na shida. Shida ipi? Yeye Godi akisema Yanga, Godi Yanga akisema Simba. Mimi shabiki wa Simba na shida gani na Godi Yanga? Sasa shabiki tu. Sasa haki yake. Leo tunawasema kina engineer, tunawasema kina GSM, tunawasema wachezaji wa Yanga kwa sababu mimi nimevaa jezi hii. Lakini nikitoa hii jezi, wewe ukiweza kumsema GSM au engineer wewe, wala huwezi kusema Yanga vibaya. Wewe nani? Unaelewa? Mita Prince Dube kajua mpaka upara. Mashaiti ya mganga yale. Yale mashaiti ya mganga kaka, hii afunge. Mashaiti yenyewe yamegoma. Kwa sababu gani? Utani wa Simba na Yanga. Kwa jezi hii hapa. Lakini kivua jezi ikawa afisa au mtu fulani nikaanza kuidogosha Yanga, Yanga ataanza kunichambua.